wanaonisikiliza kwa mtandao na ambao ni wa kanisa la hapa. Karibuni katika nyumba ya Mungu na katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Tunawatambua wote ambao hujiunga na kanisa letu na tunawaombea na tunawapenda. Asubuhi ya siku ya leo tunaenda kujifundisha kumtumaini Bwana na kutembea katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali 3 mstari wa 5 na wa 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Number 6. Katika njia zako zote mkili yeye, naye atakunyoshea mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo nzuri kumtumaini Bwana, lakini mara nyingi linaposemwa linakaa liko rahisi. Bwana Yesu atusaidie kumtumaini Bwana katika mambo yote na kutotegemea mawazo na akili zako na kutotegemea chochote kile, hata elimu yako. Mpendwa, si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Unapoangalia kumtegemea Bwana ni kujifunza kumuelewa pia Bwana na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na imani katika Mungu wetu na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwa na imani katika neno la Mungu. Kusalimisha mapenzi yako kwa Mungu. Our own will. Kusalimisha mapenzi yetu kwa Mungu. Kwa sababu kama mwanadamu kuna yale mapenzi yako na kuna vile ungependa mambo yawe. Lakini wakati neno la Mungu linasema kumtumaini Bwana, tumtumaini Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Surrendering your personal understanding and submitting to the guidance of the word of God. We surrender. Tunaachilia kuelewa kwetu. Tunaachilia kwa mwelekezo wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo tutakuwa tunamtumaini Mungu. Hatutegemei mawazo yetu. Kuna wakati mwingine unakuta unapitia hali fulani. Pengine ni changamoto ya kifedha, changamoto ya kiafya, changamoto ya kutokuwa na amani katika familia, changamoto hata kazini mwako. Mpendwa, wacha Mungu akupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine usiweke akili yako sana ama usijisumbue sana. Ni kwa sababu kunaye anayesema katika hiyo Mithali 3:6 anasema ni yeye anayefanya nini? Njia. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hakuna njia atafanya njia. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema pamoja na mateso hakuna jaribu lililotupata ambalo si kawaida kwa mwanadamu. Hakuna jaribu hata moja. Lakini pamoja na jaribu Mungu hufanya mlango wa kutokea. Wakati mwingi hatujaweza kuona mlango, lakini kama Mungu amesema anafanya njia, letu ni kuchukua hilo neno na kuliamini. Wakati hatuliamini, tunaanza kutafuta njia mbadala. Bwana Yesu atusaidie. Ni neno ambalo limekuja na ahadi ya kwamba yeye ndiye Mungu anafanya njia. Kama ni Mungu ananifanyia njia, si nipumzike nifanyiwe njia? Lakini wakati mwingine tunaanza kufanya njia wenyewe, tunajifanya wajanja. You can never be clever. Bwana Yesu atusaidie. Kama ni kumtegemea Mungu, ni kumtegemea Mungu 100%. Halo? Na tumepewa neno la Mungu likiwa kiongozi. Ama tuko na neno la kutegemea. Bwana Yesu asifiwe. Unapoangalia katika Roho Mtakatifu kuwa ndani ya muamini, kazi yake moja ni kumuongoza. Kama ni kweli unasema amina. Roho wa Mungu ni mwalimu, ni mshauri, ni kiongozi. Wakati unapokuwa kwenye shida hujui njia ya kutokea, yeye anakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe.
lakini mara nyingi hiyo sauti tumeinyonga. Bwana atusaidie. Ni vizuri kukaa katika mwongozo ambao Mungu ametupatia kama watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumaini Mungu. Zaburi 125 verse 1. Wale wamtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni ambao hauwezi kutingizika, bali wadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomtumainia Bwana wanafananishwa na mlima. Mlima hauwezi ukauondoa hivi hivi. Itabidi ukuje na matinga, itabidi ufanye kazi ngumu. Na wale wanaomtumainia Mungu, haijalishi upepo unavuma namna gani, shida zinakuwa kiasi gani, lakini nashangaa Wakenya tuko kulalamika nako, fujo nayo. Bwana atusaidie. Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 1:7, watu walioitwa kwa jina la Bwana, naongea na Wakenya, watu walioitwa kwa jina la Bwana watatubu dhambi zao, watamuita Mungu wao, na Mungu atakuja aponye nchi. Lakini tunaona vitu gani katika nchi yetu ama kwetu sisi wenyewe? Malalamiko, manuguniko, hakuna mtu anayechukua jukumu la kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, watu wa Mungu, ndio Mungu anatarajia tukaweze kuinuka. Kama ni point unasema amina. Ama ni nani atatuombea? Watanzania watakuja watuombe, Wakongo watakuja watuombe, sisi wenyeji ama mwenye kuvaa kiatu ndiye anasikia pale kinafinya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatarajia sisi watu tulioitwa kwa jina lake kukuja na kusimama katika nafasi yetu. Anasema wanaomtumainia Bwana ni kama mlima, wanasimama wakati wa shida, wanasimama wakati wa raha, hawawezi kutingishwa. You can never remove them. They are not movable. Hakuna mtu ambaye anafaa kuwa na msimamo kama mtu aliyemtumainia Mungu. Shida zitakuja, zitapita. Kila kitu kinaitwa mapito, na ndio huwa tunasema ni mapito tu tunapitia, ni muda tu tunapitia. Bwana Yesu asifiwe. Letting off control and trusting the process. Hii nitaisemaje na Kiswahili? Bwana Yesu asifiwe. Hata hapale kuna haki yangu. Sikubali kuna watu wanasimamaga wanasema haki yangu na wanachukua matawi. Hata pahali ninajua niko na haki, I let it go. Kwa sababu ninajua niliyemwamini na mtetezi wangu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua mwenye kunipigania anakuja. Bwana Yesu atukuzwe. Hata pahali nina haki bado nitaachilia, na niache Bwana amalize process. Inaitwa kunitengeneza. Jana nilikuwa naongea na wamama hapa kidogo tu, na Mungu akawa anaiweka ndani ya moyo wangu wengi ambao wanaumia. Kuna kilio na kumejaa uchungu katika mioyo ya wanawake wengi katika taifa letu. Bwana Yesu asifiwe. Uchungu, pain of betrayal. Kuna uchungu wa kusalitiwa. Wakati ulitumaini kuende hivi, unakuta kidogo ni kama ulidanganyika kidogo. Sijui kama kuna uchungu ambao unakuaga mwingi kuliko wakati umemwamini mtu alafu ukakuta sivyo alivyo. Bwana Yesu atusaidie. Kupitia kwa maombi pia tunatafuta mwelekeo kutoka kwa Mungu. Wakati shida imetupata,
mara nyingi tunanena sana kuliko kwenda kumwambia Mungu. Those are called Kenyans. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu barabarani zetu kungejaa watu wenye lakini ashukuriwe Bwana, kuna watu ambao katika Nairobi ninawaona pale Kencom wanakuja na wanaimba. Vijana, lakini Bwana ni vijana, sisi watu wazee hatuko pale. Bwana Yesu atusaidie. Kuangalia kesho, focusing on the present and moving about the future. How do I put this? Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa hata katika wakati tunapitia maji mengi, kuna lengo moja tu, tumeitwa mwito wa kwenda mbinguni. Yesu mwenyewe akiwa Mungu na akiwa mwana wa Mungu alipitia shida, alipitia dhihaka, alipitia kukataliwa, na alipitia kuwa betrayed ama kusalitiwa. Alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa Mungu, alikuwa na uwezo. He had all yani kila kitu kinachohitajika mtu kuwa nacho. Hata wakati walikuja kumshika, si aliuliza nyinyi ni akina nani? Na wote wakaangu. Alikuwa na uwezo wa kujitetea. Lakini sisi tunajitetea. Kuna wakati inafika unajitetea na nini? Ngumi mundu kumundu. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Mahali pale tumejitetea ni Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunahitaji Mungu atusaidie, tunahitaji Mungu atupatie matumaini zaidi na subira. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na imani kwamba mambo yanakuwa sawa. Tunakuwa na imani ya kwamba kesho itakuwa bora kuliko leo. Mara nyingi tumeangalia shida ya leo na ikafanya kesho yetu isiwe na matumaini. Bwana atusaidie. Zaburi 40 mstari wa 1 na wa 3. Nalimngoja Bwana kwa saburi, naye akaniinamia, akasikia kilio changu. Huyu mtu, ama mara nyingi tuwapenda kusema Daudi, hakuwa mahali pazuri. Anasema nalimngoja Bwana. Nimesema njia moja ya kumngoja Mungu na kumtumaini Mungu. Hakuna vile tutapata ushindi pasipo maombi. Nasikia amen moja, nashukuru. Hakuna njia tutapata ikifanyika. Hata wale walipanyua njia kwenye bahari, si walikuwa pale kwenye bahari wakaomba? Hata Elia alipofika Yordani, si aligonga tu kwa sababu alikuwa na imani? Bwana Yesu asifiwe. Anasema nalimngoja Bwana kwa saburi, naye akafanya nini? Akaniinamia, akanipandisha toka shimo la uharibifu. Imagine hapa hakuna kazi ninafanya, ni Bwana anafanya. Si nimesema Wakenya tunapenda kujitetea? Nilimuomba Bwana, akaniinamia, akanipandisha. Ni Bwana anafanya kazi bado ndani mwangu. And God working for me. Akanitoa kutoka shimo la uharibifu. Wapendwa, kama shetani angepata nafasi hatungeishi. Kama angeruhusiwa, ameruhusiwa tu kidogo. Hawezi kukujaribu zaidi ya vile Bwana ameruhusu. Na ndiposa nikasema hakuna jaribu lililo kupata ambalo si kawaida kwa kila mwanadamu. Na katika kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Wewe mwenyewe ni wewe humuombi Mungu afungue macho yako uone mlango. Lakini mlango uwazi na Mungu ametoa mlango. Anasema kutoka matope na uterezi. Hiyo naelewa vizuri sana. Kule nimetokea bara huko.
udongo wa kwetu ni wa uterezi. Kama hujui kutembea vizuri, utapata viraka mingi sana. Anasema kutoka matope na uterezi akaiweka miguu yangu juu ya mwamba na kunipa mahali imara pa kusimama. Ni Bwana ambaye hutuimarisha. Ni Bwana ambaye hutusimamisha. Ni Bwana ambaye hutufanyia njia. Ni Bwana ambaye hutushika mkono. Ni Bwana ambaye hutupandisha. Anasema akanipandisha. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni mara ngapi umejaribu kujipandisha, na ukijipandisha unarudi chini. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaribu kujipigania, Bwana anaacha kukupigania. Bwana Yesu atusaidie. Anasema, hebu endelea hapo chini, kuna kipengele ninataka kukipata. Akaweka wimbo mpya kinywani mwangu, wimbo wa sifa kwa Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa na kuweka tumaini lao kwa Bwana. Wakati Mungu atakuwa amekupigania mpendwa, ni kwa sababu umekubali the process to take place. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu huweza kukoroga sima alafu akaitoa wakati iko rojo. Unaenda process nzima. Kama unataka kula chapati, mpaka ukubali chapati ikandwe, iwekwe hivi, sijui ifanywe nini. Hiyo process, that's the process. Mungu hapendezwi na hawa watu wa kutaka mambo ya shortcut. Mikato, njia za mikato. Mara nyingine tunataka muujiza ambao haujaiva. Anasema Mungu baada ya kunitoa, Mungu baada ya kunisimamisha, Mungu baada ya kunishika mkono, kwa sababu pale singetoka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka wimbo mpya kinywani mwangu, wimbo wa sifa kwa Mungu wetu. Wengi wataona. Kuna watu watashuhudia ushindi wako dada. Kuna watu watashuhudia ushindi wako ndugu. Na hao watu wanangoja. Hata wakati unateseka wanaona. Na wakati Mungu atakuwa amekupigania pia wataona. Sema haleluya. Baada ya process wataona na watashuhudia, nao wamtumainie Mungu. Kutakuwa na washuhuda kama tutakuwa tunataka shortcut kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mbaji mmoja akasema, alinitoa gizani kaniweka juu ya mwamba, akanipa wimbo mpya wa kumsifu haleluya, wa kumsifu haleluya. Wakati wa wimbo kule ndani hawana siri ya kile kilifanyika, lakini tunapenda kabla wimbo kuna process. Bwana Yesu asifiwe. Kabla wimbo kuna mapito na kuna kiasi umetembea na Bwana. Na ukumbuke ni Bwana anafanya vita, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watamtumainia Bwana baada ya kuona vile Bwana ametembea pamoja na wewe. Wengi watamtumainia Bwana wakati ambapo utakubali kutembea naye mpaka mwisho. Sijui kama ushaamka ukiwa na wimbo, si manuguniko. Unajua kuna ule wimbo anaimbaga ni maombi, si uchawi, si hivyo. Hapana. Ni Mungu anaweka wimbo ndani ya kinywa chako. Wimbo ambao haujawahi kuuimba ama ukasikia ukiimbwa. Sio wa uchawi tumeusikia sana. Mungu anaweka wimbo ndani yako. Mungu anaweka watu wanausikia. Wanapoangalia jana yako wanasema tunashukuru kwa sababu huyu tunashuhudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mema Mungu anapenda kufanya katikati yetu. Lakini tutakubali kufinyangwa? Ama chapati inakujaga, si chapati ni unga. Na unga uliotoka kwa ngano. Na ngano ikasagwa. Unajua nataka uelewe process. Ukitoa ngano, wangapi wanashawahi kuona ngano?
Naona wengine hawajawahi kuona ngano. Watu wa huku hatujawahi kuona ngano. Ngano huwaga ni katembe kadogo. Alafu kaende kasagwe. Katorowe paka maganda. Wewe unatafuna tu mahamri, unatafuna mabofuro. Hujawahi kujua ngano ilitoka wapi. Ama ilitoka wapi. Alafu hiyo ngano ikishasagwa, iletwe iwekwe. Wamama wanaitesaga sana. Inawekwa maji moto, inawekwa mafuta, iwekwe chumvi, alafu ipigwe ngumi nyingi. Hiyo ni process ya chapati. Bwana Yesu atusaidie. Alafu mtu akija kula chapati, wazee wengi wanapenda chapati. Ile chapati unaikata hivi, inararuka tu vizuri. Lakini kabla ifike hapo, kabla ifike kwa meza, imekuwa motoni. Ama chapati ipitii motoni? Tukande chapati tukuletee hiyo kidafu. Utasema, mama nani, siku na ile ya kondwa kwa beseni. Alafu tukuletee tukwambie kula chapa. Unasema hii ni nusu. Mara nyingi tumetaka kwenda nusu. Lakini mpendwa, siku ya leo ningekuomba tu na nikusihi kwa rehema za Mungu, ukubali kutembea na Mungu full mile. Kubali kukaa mikononi mwa Yesu hata wakati kuko moto vipi. Hata wakati hali inakaa ya kukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru huyu Mungu. Nimepitia moto lakini nashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Last week washuhudie tu kidogo. Kamsikia anamwambia pastor naenda, anamwambia kula, anasema hapana. Baadaye nikampigia simu. Akaniambia mamangu ni mgonjwa. Haya, nikamwambia sasa mimi nimeona simu yangu umenitumia ujumbe, lakini sikuwa online hiyo karibu wiki nzima. Nikamwambia fanya hivi, mpe mama simu. Akampa mama simu. Nikamuuliza shosho, habari yako? Nataka tuombe. Akasema nataka tuombe. Nikamwambia mwambie huyo binti yako aweke mkono kwa miguu. Alikuwa amekuwa mgonjwa na miguu hawezi kutembea. Nikamwambia mwambie akuwekelee mikono kwa miguu. Akaweka. Tukaomba. The following day nilipopiga simu, akaniambia shosho ametushangaza. Ametoka bedroom peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo tukikubali kujipeana mikononi mwa Mungu, haitakuwa ya kung'ang'ania. Sikuwa mahali pale nimwekelee mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mimi ninakuja kusherehekea, na tukaenda na wadada wawili. Tukaenda kusherehekea yale Bwana amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Si tumeambiwa kuponya walio wagonjwa na kuwatoa pepo walioonewa. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kufanya hivyo kama hatutakubali process. Wakati mwingine kubali Mungu akupangue na akupange vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumaini Bwana. Isaia 40 mstari wa 31. Wale wamtumainiao Bwana, tusome sote. Wale wamtumainiao Bwana atafanya nguvu mpya, nao watapaa, watatembea kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Biblia inaongea juu ya vijana, inaongea wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanapotaka watu ambao ni wakufanya kitu cha nguvu, wanachukua vijana. Lakini kuna watu ambao hawatazimia. Vijana watachoka na watazimia. Lakini wale wanaomtumainia Bwana watapata nguvu mpya. Watapaa juu kwa mabawa
kama nani? Tai. Alafu inasema watapiga mbio wala hawatachoka, watatembea kwa miguu wala hawatazimia. Mpendwa, ukimtumaini Bwana hakuna kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapomtumaini Bwana unapata nguvu mpya. Neno la Bwana linatoka kwa wakati wa hitaji. Kumbuka tumesema ndani mwetu, neno la Bwana likiwa ndani mwetu, Roho Mtakatifu anarihuisha kwa wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji unakuta unajaribiwa. Ni neno la Bwana huwa linakuongelesha ama ni maneno yako? Kumbuka tumesema hapa ni kumtumaini Bwana na neno lake akupatie mwelekeo, uweze kunavigate, uweze kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wanachoka, lakini sisi si wale wa kuchoka. Nimesema sisi si wale wa kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Sisi si wale wa kushindwa. Sisi si wale wa kukata tamaa. Hata wakati uchumi uko chini, tuna matumaini ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni tabu gani inakusumbua ama ni gani imekukalia. Inasema watu wangu wanaonitumainia. Haleluya. Angalia katika Yeremia 17. Kwa hivyo wale vijana watachoka, wale wanatumainiwa na watu watachoka, wanaomtumaini Mungu hawatachoka. Jeremiah chapter 17 mlango wa 7 na wanaomtumaini Bwana. Jana Bwana Yesu asifiwe. Wanaomtumaini Bwana wamebarikiwa. Kuna watu wanajiamini sana na wanaamini nguvu yao sana. Hebu enda mstari wa 5. Taelewa kile ninasema. Hii ndilo asemaro Bwana. Amelaaniwa yeye mwanadamu ategemeaye mwenyewe. Kuna kujitegemea. Na kujigonga nini? Kifua. Kuna kujitegemea na kuona mimi nina akili nyingi sana. Kumbuka tulisema usitegemea akili yako. Mimi kama si masomo yangu. Mnasema tutoe kwa sababu gani? I have worked, I have earned. Si wakati mwingine tumesema ni jasho langu. How faithful are you? Buliza jirani yako, how faithful are you? Wakati Bwana anataka 10% of your salary, how do you react? Fungu la 10. Ama wewe ni jambazi. Jua kuna watu paka wanajua twist God. Anasema hii Mungu huwezi kupata 10 kwa hii mshahara wangu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua mtu anayemtumaini Mungu, huyu mtu anamwamini Mungu na kila kitu. Ni yeye mwenyewe, ni salary yake, ni nguvu zake. Asubuhi tulikuwa tunapewa changamoto ya kwamba Mungu anataka tuende zaidi, an extra mile. Katika kujitolea unapatikana vipi katika ibada za Mungu ama za watu wa Mungu? Anasema amelaaniwa mtu ambaye hakumtegemea Mungu. Huyu mtu anategemea akili zake, anategemea kisomo chake, anategemea. Ni vizuri kusoma, sisemi msome. Ni vizuri kusoma na ni vizuri kufanya kazi kwa mikono yetu. Lakini tusijigambe katika yale Bwana anatusaidia kufanya. Si ni amesema anatubariki tu bure. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anapotaka kutoka kwetu tunaipokea kivipi? Na sijui vile huwa mnatoa by the way, lakini nasikia nikuulize, wewe ni mwaminifu kiasi gani kwa wakati wako?
Tumesoma amelaaniwa na hakuna kutegemea akili zetu tena. Mungu atusaidie. Lakini amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni katika Bwana, ambaye matumaini yake ni katika Bwana. Tuendelee. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezayo mizizi yake karibu na kijito cha maji. Hauogopi wakati wa joto ujapo, majani yake ni mabichi daima. Hauoni hofu katika wakati wa ukame. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu amebarikiwa ambaye anayemtumaini Bwana. Hahofi wakati wa joto. Anakaa kama mti uliopandwa kando kando ya nini? Ya vijito vya maji, ambao mizizi yake iko katika maji. Si maji, maji ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mti ni mtu, lakini namuita mti. Huyu mti unaeneza, nguvu zake zinatoka kwa maji ambao ni neno la Mungu. Wakati tunapokula neno la Mungu na tunaliweka ndani mwetu, wakati wa hitaji huwa unatoa ndani, hautoi nje. Bwana Yesu atusaidie. Wakati hali hazisemi vizuri, anasema wakati wa joto majani yake ni mabichi, haunyauki. Hali hazikubadilishi. Kumbuka tumeongea juu ya mlima Zayuni, si ndio? Ambao hautingizi. Na huyu mtu wakati wa joto yeye bado anazaa. Yeye bado habadiliki, haparari. Yani kwa ufupi, wamama mnaweza mkaelewa. Si kuna watu huwa wanaparara. Haparari, hata jua, hata wakati mfuko. Si Wakenya wanasema mfuko ni muka? Hata wakati mfuko si mzuri, hauparari. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati hakuna kitu, unaongea kwa imani. Ninazo lakini saa hii siwezi kufikia. Nina matarajio ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata ukame hautaacha kuzaa. Sisi ni wakazi wa Mombasa. Wakati wa ukame juzi tu, ungeangalia kila mahali ni mchanga. Hakuna manyasi. Saa hii ng'ombe wanafurahi kwa sababu lishe iko. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kila mahali ni green. Unajua kama huja kuwa huku, huwezi kujua kuna wakati unatembea kwa mchanga. Kama umevaa viatu zile ziko open, wakati mwingine hizi za Kimasai unasikia kuudhika. Kwa sababu mchanga unasonga mbele na mchanga unakuambia urudi nyuma, lakini bado hatujapata mchanga. Ukienda Lamu ndio utapata mchanga. Bwana Yesu atusaidie. Yeremia 9 mstari wa 23. Tusome. Hili ndilo asemalo Bwana, mwenye hekima asijisifu katika hekima yake, au mwenye nguvu asijisifu katika nguvu zake, wala tajiri asijisifu katika utajiri wake. Tuendelee. Lakini yeye ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, kwamba ananifahamu na kunijua mimi, kwamba mimi ndimi Bwana nitendaye mema, hukumu na haki duniani kwa. Amen. Kuna mambo huwa yanampendeza Bwana. Anasema kama atakayejisifu, asijisifu kwa sababu ya jambo lingine. Usijisifu kwa kufaulu kwako. Usijisifu kwa mambo ambayo yanaonekana. Bwana amekubali tujisifu kwa sababu tunamjua. Wakati Mungu amejaa ndani mwako, wakati kila kitu chako, ushakuta. Mwingine aliniambiaje? Juzi mwingine akaniambia, mama usiseme wewe ni mzee, you are young. Nikamwambia nikikwambia miaka yangu utakubali. Bwana Yesu asifiwe. Na hata pengine hata wewe hutakubali. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia kama kuna kitu, na akaniambia usiniambie ni Bwana.
Siku hizi hata wale wa mama wazee ukimuuliza ni why are you young? The Bible says, Biblia inasema yeye ataturudishia ujana wetu, na ni kweli. Hata kama unaenda Sunset, sikuna wale tuko Sunset, tuko upande ule. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado tuna nguvu ya kumtumainia Mungu na kutegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ya kufanya kazi zaidi. Wengine wanasema itafika 70. Hata ikifika 70, Biblia inasema ni mimi nitakaye kuwa hata katika uzee wako, nitakusimamisha. Yeye si Bwana wa leo, kesho atuachanishe. Hata tuachanisha hata wakati wa umvi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikikwambia unipe miaka utanipa ngapi? Nani? 50. Hiyo nilipita kitambo. Bwana Yesu asifiwe. 50 si miaka yangu. I'm past that. Hallelujah. Hallelujah. Ukinipa 50, hiyo ni ya dada zangu sijui wangapi nyuma yangu. So I'm an old woman wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumaini Bwana kunahitajika kuwe kunatoka ndani mwetu. Si ndani ya mchungaji, si ndani ya huyo jirani uko naye, niyo ni Kiswahili mzuri. Uko naye huyo ambaye anakaa karibu na wewe, na kuna yule wa kwako anaweza asikutie moyo sana, lakini pia usiweke tumaini lako kwa mwanadamu, na pia usiweke tumaini lako kwa wewe mwenyewe. Si tumesoma hata wewe mwenyewe unaweza ukajiweka useme ni nguvu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na siwe ni mwanadamu. Tusije tukalaaniwa kama ule mfalme Farao aliyesema nimejenga hii falme, na mara hiyo Mungu akaachilia ghadhabu yake na akahukumiwa. Mambo ya Nyakati wa Pili 17. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati hakuenenda katika njia za babake mzazi. Asa hakuenenda. Umeona, sijui nilikuwa nataka tuone kama kuna sifa njema. Umeona sifa njema pale? Alikuwa na miungano, kupitishana mikono. Kuna watu wanapenda kushikamana na watu ili wawasupport. Yeye atoe waweke inaitwa mikataba. Inaitwa nje? Kushikana, mishikamano. Kenyans. Katika mishikamano yote inayofanyika, mingine si ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Lakini baada ya kufa, nenda usome story. Alikuja na akafa. Wakati alipokuwa anafanya mambo haya yote, Biblia inasema alifanya jambo la kiupumbavu, kwa sababu hakumtafuta Mungu. Hapo chini huyu muonaji akamwambia, unavyoenda hauendi vizuri. Akamweka korokoroni, akamweka ndani, akawaonea na akawatreat kwa kikatili wale waliokuwa wanamkosoa. Kuna watu kuwakosoa hata kanisani ni shida. Hamtasema amen? Kuna watu kuwakosoa ni pilipili usioila ya kuwasha nini? Ukiambiwa ndugu dada tembea na mwenendo wa wokovu, ni kwa imani, ni kwa neema. Hapana, tunataka pia matendo. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu unatembea na matendo. Wokovu bila matendo si wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tusidanganyane. Tunaenda mbingu ya Mungu, na mbingu ya Mungu ina standard zake. Anasema iweni watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Bila huo utakatifu, kuweni na amani na watu na huo utakatifu, pasipo huo hakuna atakaye muona Mungu.
Mtu anasema mimi ninashiriki kanisa la KAG, inakuhusu nini? Mimi nikija nikishamaliza ibada ya kwanza, mimi ni mtakatifu na mimi nishaenda nyumbani tayari. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu wako haupimwi na vile unavyoshiriki. Unapimwa na uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Huyu kijana Asa alifanya kiupumbavu, nguvu za kifedha, akawa na utajiri. Hata utajiri ukiwa nao mwingi utakupatia nini? Miungano. The people you relate with, are they adding value to your life? Sijui niseme nini na Kiswahili. Wanakuongezea kusonga binguni ama wanakutoa kwenda binguni? Unajua kuna watu ukiwa ndio ambao unashikamana nao, vile ulikuwa na Mungu unatoka ukiwa uko mnyonge ama umekonda. Unajua kuna kunona kiroho na kuna kukonda kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuwa mtu ambaye wale watu unashikamana nao unatoka na sifa njema kama za Jehoshafati. Biblia inasema Jehoshafati akatembea katika njia ya babake Daudi, akaondoa maashera, akaweza kufanya mambo ambayo yalikuwa yamepotea, akayarudisha. Akarudisha waalimu. Waalimu hapa ni manabii, ama sivyo? Biblia inasema na Mungu akamfanikisha, na Mungu akamfanikisha, na Mungu akakuwa na yeye. Ni vizuri katika kila unachokitenda, katika kufanya wala kuwaza, wacha Mungu awe katikati. Let God be the center of everything you are doing. Haya, wacha niseme na Kiswahili. Wacha Mungu awe katikati ya maamuzi yako yote. Wacha Mungu atembee na wewe. Wacha biashara yako ijue Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi wakati watu wanataka kuwa huru. Ameniweka huru kweli. Unaweza kuwa huru lakini hauko huru, kwa sababu wewe unafanya vile unataka. Tukitoka saa hii utakuja tena siku hiyo ingine kama saa hii. Sio ni uhuru? Sio ndio uhuru tunataka? Tukitoka saa hii ibada hii, utarudi Jumapili ibada tena ya Kiswahili? Kwani tena mmenikimbia? Sio ndio uhuru watu wanataka? Hawataki kuambiwa mkuje Bible study, hawataki kuambiwa unaweza ukakuja kesha. Hata wale walikuwa wakija kesha wamerudi gia ya reverse. Bwana Yesu atusaidie. Bwana, kwani ulikuwa unafikiria nitasema nini? Bwana Yesu atusaidie. Hapo ni Bwana Yesu afanye nini? Atusaidie. Jehoshafat akamtafuta Mungu, japo kuwa babake alikuwa amepotoka. Unajua ni rahisi sana ukiwa mtoto wa, acha nisiseme rahisi, ukiwa hata mtoto wa MP. Bwana asifiwe Sophie. Huyo ni mtoto wa mheshimiwa. Once mheshimiwa unabaki kuwa mheshimiwa. Lakini ni vizuri kuwa umekata njia yako kama mtu binafsi. Unatembea na Mungu, kwa sababu Mungu, hakuna siku utakuta mtu ako na kibuyu ya kukukunywisha Mungu. Mungu anapatikanaga wapi? Sasa mumeacha kuongea. Sema Mungu anapatikanaga kwa neno lake. Neno ambalo ninalolitii. Ni neno ambalo ninalolitii. Si neno ambalo ninalisikia na nikifika pale mlangoni ninaliacha. The word that I keep. The word that I obey. Bwana Yesu asifiwe. The word that I cherish. Hallelujah. Ikifika hapo inakuwa mlima. Bwana Yesu atusaidie. Akaondoa maashera, akarudisha mafundisho. Mstari wa 7, akarudisha mafundisho. Tuko katika 2 Chronicles 17 verse 7.
verse 7. Katika mwaka wa 3 wa utawala akatuma maafisa wake ambao ni hao wote ni manabii. Ukienda usome vizuri hiyo chapter. Akasema watu wafundishwe mafundisho yaliyo ya sawa. Bwana Yesu atusaidie. Si mafundisho tu. Si kuna mafundisho hata ya maji. Na upewe uzi wa kitambaa ukule. Nakuta mtu anasema anakuongelesha na anatafuna uzi. Uzi umsaidie. Unajua kuna ile kukua akili hakuna. Umepewa uzi, mchungaji amekupatia, sijui kama nimuite ni mchungaji, umepewa uzi. Kitambaa ambacho kinaweza toka unatoaga kamoja, hiyo ni kinga. Hiyo ni hirisi. Hiyo inaitwa hirisi. Kama neno la Mungu halitatusaidia wapendwa, hatuna msaada. Ama nyinyi mnaenda kuchukua uzi. Unajua sasa mmefika hapo mnanyamaza. Ama unachukua maji. Mungu hakutoshea kwa chupa ule hawezi kukuokoa. Mungu anayetoshea kwa chupa, ogopa. Bwana Yesu atusaidie. Haijalishi watu watamuacha Mungu kiasi gani. Haijalishi watu watabuni njia na biashara kinamna gani. Hili neno la Mungu halibadiliki, lakaa na ladumu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati baada ya babake kuwa amefanya uovu wote, ameweka miungano ambao si ya kimungu. Na ukiangalia pale yule nabii aliyewekwa korokoroni, alikuja tu akamwambia, si wakati fulani Mungu alikupigania, si jeshi fulani ilikuwa na Mungu akakufanyia ushindi mkuu. Kurekebishwa kanisani watu hawataki. Kwani ni nyinyi? Mbona mnanyamaza? Kwani ni wewe? Bwana Yesu asifiwe. Si Biblia inasema turekebishane jamani? Let's be our brother's keeper. Unajua wakati mwingine unatamani watu wakucorrect lakini hawakucorrect. Mimi ukija mimi sitakasirika. Nikosoe. Hata saa hii nikosoe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akaweka mafundisho. Na katika kile ambacho tunakuwa baada ya kuchukua neno, Mungu anatupatia pia kuheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama watu watakuita mtumishi wa Mungu ama watakuita mtumishi wa namna gani. Mungu, kuna vitu nilikuwa nimeangalia, nikasema wakati tukisimamia neno la Mungu, Mungu anatupatia nguvu na ufunuo kupitia hilo neno. Wakati tuwatendaji wa neno la Mungu, hatutabaki pale tu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametamani kutujenga zaidi ili tuweze kuwa mashujaa wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kama utasahau yote niliyoyasema, usisahau Zaburi 125. Usisahau Proverbs ama Mithali. Ni ngapi? 3, 5, 6. Mtumaini Bwana. Laiti kama ungeenda kila ukikanyaga unasikia mtumaini Bwana. Kumtumaini Bwana wakati uko katika shida yako, ndio hapo tukasema atakutoa katika shida. Si wewe utajitoa, usingangane kujitoa. Mara nyingine tunangangana kujitoa, tunaumia. Kwa sababu hatuna nguvu za kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna nguvu. Haijalishi hali iko namna gani. Anasema, mlima, wewe ni nani unayesimama mbele ya Zerubabeli? Hakuna mlima ambaye Yesu hawezi kuyeyusha ukiwa uko na imani kidogo kama nini? Mbegu ya haradali. Hata imani kubwa, tuachane na hao giant wa imani, majitu. Anasema imani kidogo tu. Tusimame. Imani kidogo tu. Bwana anataka tumuamini.
Sijui ni jambo gani ambalo limekuwa tishio kwako, na leo hii Bwana anasema uwe tu na imani kidogo. Imani kidogo kama mbegu ya haradali, na hilo jambo utaliambia ondoka, na litaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Liseme, litaje, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Naweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana. Tukiomba anaweza.